Fursa za maonesho ya Sabasaba ambayo yamekuwa ni maonesho makubwa mazuri ya kimataifa. Ni maonesho ambayo yanaonesha bidhaa, teknolojia, lakini maonesho pia ambayo yanadhihirisha kwamba taifa letu limeendelea kupiga hatua kubwa za uzalishaji wake ndani ya nchi yetu. Kwa hiyo muhamasishe watu wakiwaona askari, kwanza kwa asilimia kubwa askari wetu walioko huko nje wamejitahidi sana kuto kuvaa uniform ili watu wasije wakaogopa. Mnaowaona wamevaa uniform wale ni theluthi tu ya askari ambao wako katika lindo la maeneo yetu. Hao ni theluthi tu ya wale askari ambao wapo kwenye malindo yetu, na hawafanyi hivyo leo, ndio iko hivyo hivyo muda wote, kwa sababu Dar es Salaam pana uwekezaji mkubwa zaidi ambao lazima tuwe serious nao. Kama watu wanataka kujadili masuala hayo, wayajadili sasa kabla haijawa baadaye. Lakini Dar es Salaam kuna mambo ambayo huwezi kuingia kwenye mjadala kwamba eti tulinde Muhimbili tusilinde, aliyeharibu Muhimbili apate adhabu asipate, eti tulinde TANESCO tusilinde, aliyeharibu TANESCO apate adhabu asipate, eti aliyeharibu TCRA tumkamate tusimkamate, eti anayechoma vituo vya mwendokasi tumkamate tusikamate. Ukiona mtu anahoji namna hiyo, bado ni mjinga sana wa akili, ambaye anataka tuwe tunajadili vitu ambavyo havipo, Sisi tutaendelea na masuala ya kiulinzi. Masuala ya namna adui atakavyokuja tuwaachie wenyewe. Hayo sio ya kwetu. Hayo inategemeana na wewe. Kama utaona hujawahi kupata experience, omba kibaka aingie kwenye nyumba yako akiwa ameshika mapanga, halafu na wewe utajua namna utakavyokabiliana huyo mtu. Akitaka kukuumiza, sasa ni wewe namna ulivyoamua, lakini pia ukitaka kumvaa na kumuumiza, ni wewe namna utakavyokuwa umejipanga. Lakini taifa letu haliko tayari kuumia hata kidogo, na ndio maana lazima tuendelee kulinda bila kuchoka kutangaza na bila kuchoka kuwaelimisha watu kwamba amani tunayoiona ni ya kwetu kwa pamoja, wala sio keki ya Rais Samia, sio keki ya mstahiki meya, wala sio keki ya mheshimiwa diwani. Ni ya pamoja, ni tunu ya pamoja, na kwa mantiki hiyo tuitumie sote kwa pamoja. Ndugu mstahiki meya, mwisho ni waelekeze viongozi na watendaji wote kuendelea kushughulikia matatizo na malalamiko ya wananchi ipasavyo kwa kuweka utaratibu wa kuwatembelea kwa lengo la kusikiliza kero zao na kuzipatia majibu. Kwa hiyo waheshimiwa madiwani, endeleeni kusimamia kero za watu. Wenye viti wetu huko mtaani wengine wanafanya mambo ya ajabu. Usije ukaingia kwenye mtego wa mwenyekiti kuambia pokea hela hii kidogo. Hela, mimi narudia tena, hela ni za hivi hivi. Yaani mpaka unaingia kablini, light ungeambiwa hebu inuka kwa muda siku 3. Naamini kitu ambacho ungesema kwa haraka, ungesema namdai fulani, naomba nilipe hela yangu. Lakini pengine kumbe Mungu alikuwa anasubiria tu useme unisamehe ili uingie huko mbinguni vizuri. Lakini the moment tunaamka tunasema ninamdai mtu fulani, naombeni mnitafutie kabla sijafa. Sasa unamtaka wa nini wakati ukifa hautaitumia hela hiyo? Ziko salama. Kule ndani kwenu mna wenye viti wa kamati za usalama ambao ni wenye viti wa mitaa wote. Na pengine ningeomba nisome na ni moja, naomba simu. Pengine nisome sheria moja wapo hapa ili angalau mwende kule mkawaambie kuhusiana na umuhimu wa local government authority. Mkielewa hiyo watu, manake mjue kwamba hii ipo kisheria, sio kwa bahati mbaya. Ipo kisheria na sio kwa bahati mbaya. Hii inazungumzia Local Government Act ya mwaka 1982. Section ya 62(1) inasema it shall be the responsibility of each urban local authority as a local government authority subject to this act. Namba 1 anasema to maintain and facilitate the maintenance of peace,
order and good governance within its area of jurisdiction. Kwa hii ndio purpose ya kwanza, to maintain peace. Sasa kwenye maeneo yetu, bahati mbaya hapa sijamuona mwenyekiti wangu wa CCM kama angealikwa. Kwenye maeneo yetu pia tumezoea hata vijana wetu labda wa upande wa chama pia cha Mapinduzi kutuonyesha serikali labda jamani, na hapa napo wanataka kuchoma. Tumetoa maelekezo kwamba kila mwenyekiti pamoja na jamii yake wakalinde miundombinu yote ambayo inasemekana inaweza kuwa hatarini, wakailinde. Wakianza wao kupiga kelele, jeshi la polisi na vyombo vya dola ambao wana weledi wa masuala hayo ya kiulinzi watafika kwenye maeneo hayo na kuwasaidia. Haiji kuwezekana kwamba jeshi la polisi litatawanyika mpaka kwenye nyumba mtu moja moja. Kwa hiyo huu sio muda wa kulala, kwa sababu moja ya minongono wanasema lazima tuchome ofisi za halmashauri. Wengine wanasema lazima tuchome ofisi za mitaa. Wengine wanasema lazima tuchome ofisi za CCM. Lakini pia na vijana wa CCM, hiki ni chama cha kwetu sote, wakalinde ofisi zao, waitangazia amani kule. Yaani tusikae kuboteka na maneno ambayo tunaweza tukawa tunatishiana kwenye mitandao huko. Hapana. Wakati fulani silence inaweza ka capture meaning. Wakati fulani silence inaweza ka capture existence. Kwa hiyo tukawaambie kwamba wana wajibu pia wa kulinda. Kwa nini tunazungumzia amani? We are referring to peace because hatuwezi kuzungumzia masuala yote haya ambayo yanaletwa na CAG, mapato na kila kitu. Yote haya is subject to peace. Utakapokuwa kuna masuala ya amani, maana yake ni rahisi sisi kuendelea kutekeleza baadhi ya vitu ambavyo vimepangwa.